Bwana Ghost, karibu sana katika ofisi ya Microspace. Tunaendelea na swali letu ambalo tunalo mezani kwetu kwamba ni kwa nini Watanzania wengi tunaendelea kuwa watumiaji wa teknolojia na sio wazalishaji wa teknolojia. Unajua COO, watu wengi sana wa asili yetu hatuwezi kukaa kwenye nidhamu ya mchakato. Nikisema nidhamu namaanisha vitu vingi sana. Huu mchakato process, na nadhani watu wengi sana wanasema trust the process, nadhani ndio msemo wao, lakini kiuhalisia hatuwezi kukaa katika ule mchakato wa process za kukaa katika upande wa uzalishaji, utengenezaji wa hizo. Huu mchakato upo katika namna ipi ambapo hiyo tunasema trust the process? Sasa aamini mchakato upi, hiyo process yenyewe ikoje ambayo hiyo mtu anabidi aiamini? Nadhani watu wengi sana builders wanafahamu mchakato wa kutengeneza solution au bidhaa. Kwanza kabisa tunaanza na kuanzia kujenga wazo, idea. Tunakuja katika mtu akishajenga wazo atakutana na mahitaji, ni vitu gani vinahitajika kwa ajili ya kukamilisha ile idea yake, ikae katika sasa mfumo wa kazi kamili. Achana na idea, ni idea tu. Idea itabaki kuwa idea mpaka ifanywe kazi. Alafu hatua inayofuata baada ya pale kuijenga, tunasemaga MVP, minimum viable product. Ni product ile MVP ambayo umesema ni ambayo sasa ndio inaleta matokeo ya kuwa na prototype. Minimum viable product ni product ya mwanzo ile ambayo mtu anaanza kuijenga. Kama basi tunatengeneza simu, basi tunakuwa tuna box, yani hatuna shape ile, yani full formed idea ambayo tumeshakuja kujenga, lakini tuna solution labda mfano kwenye box au mfano katika mfumo labda una section tu chache, una vitu vichache. Kwa hiyo MVP ni tofauti na idea. Hapo tayari umeshatoka kwenye idea. Umetoka kwenye idea. Umeshakuja kwenye solution, japokuwa ile solution haijakava vitu vingi. Ndio. Mfano kama nimeanza kutengeneza e-commerce, basi labda sijaweka mifumo ya malipo online, sijafanya. Yaani nimeweka tu kwamba inawezaje kufanya kazi ile solution yangu imekaaje kusurahisisha kazi. Na nikwambie kiuhalisia, kama mtu amewaza vizuri na amefikiria vizuri, hapa tu anaondoka. Sababu atapata wateja wengi, atapata watu wengi ambao watamuenhance ile kumalizia ile na kuendelea kuzalisha sasa kwenye hatua ya MVP. Kwa hiyo mtu unakuta yupo kwenye idea, kama sijajua kama nitakuwa nakuelewa, utaweza kunisahihisha Mr. Ghost. Kwa maana mtu yupo kwenye idea hatua ya kwanza, au ana wazo, labda ninataka nianzishe kiwanda cha simenti au kiwanda tuseme kiwanda cha simu. Sasa yeye wazo tu amelipata direct, anaamini kwamba kiwanda kinaweza kufanikiwa kesho. Akiamini nipate pesa, nileteeni hela niweze kuzalisha kiwanda. Kwao anaishia kwenye wazo tili kwamba wazo langu limeshindwa kupata pesa ili niweze kulifanikisha hicho kitu. Na nasema tu kweli, pesa haitoki katika wazo. Pesa inatoka ukishakuwa na product. Sababu watu ukishakuwa na solution, either ni software, of course technology solution tunamaanisha hivi kama ni software, kama ni IoT devices, au kama ni mashine yoyote ile inatumika katika hospitali au wapi. Ukishakuwa na ile prototype, sasa prototype inaweza kana series kadhaa. Ukishapeleka prototype watakukosoa, watakwambia bana, hii haijakaa sawa, ikikaa hivi unapeleka kwa kina nani hapo? Wateja ambao unawapelekea sasa. So, wale watu ambao unawatarget kwenda kutumia hiyo solution. Wale ndo tunasemaga, wale ndo first investors, wale ndo investor wa kwanza. Wale wateja ambao unaenda kuwapelekea, wale ndo stakeholders, wale ndo strong stakeholders ambao watakichukua kile kitu kukipeleka kuwa kwenye reality kabisa. Sababu ule uhitaji wao na jinsi ambavyo pale utakapopokea mapokeo yako katika soko, tunasema sokoni kwa first time, basi ile ndo itakupa power ya kupata sasa pesa. Unajua investors wataona samani. Kwa hiyo sisi tunataka tuwe na wazo letu liwekewe pesa. Hapa katikati huo mchakato wa kupitia ili hiyo pesa iweze kuwekwa, tunashindwa. Na mimi na recommend watu wengi sana mwanzoni, sijui niseme force sana kutumia pesa nyingi mwanzoni. Usiforce sana kutumia pesa. Yaani kuweka pesa, mfano tumeshafikia tu. Lakini kuna kauli moja inasema it take money to make money. Of course, lakini nadhani vitu vingi utavitambua na utavizingatia sana. Hivi vitu kivijenga kwa kutafuta kimoja kimoja, hiki kinafanyikaje, hichi kinafanyikaje, kwa kuwaza. Unajua ukiwa umeanza na mtaji mkubwa sana,
ni rahisi kuwa full. Unajua kweli ni best, ukiwa na mtaji mkubwa sana unaweza kupata best engineers at first, kupata best office at first, uka introduce kwenye marketing kwa ukubwa sana at first. Lakini ili mchakato huu behave vizuri, hata kama una pesa, mimi nadhani wakubwa wangu wanaweza kanikosoa by the way. Sababu kuna watu ambao wamejenga vitu vikubwa sana wapo kwenye areas zingine. Tuko kwenye tech, mfano kwenye mambo ya viwanda. Kuna watu wana viwanda bora mbaya. Lakini pia kwenye tech nadhani wapo watu ambao of course kuna Benjamin Fernandez ambao pia wamefanya vitu katika upande na ndio tunaoongelea sana hapa. Yes. Wanaweza kanikosoa kwamba kwa nini mimi nasema tusianze na pesa nyingi mara ya kwanza. Kwa sababu ile ina unajua vitu vingi hutavifahamu mara ya kwanza. Lakini kama vitu vingi utaingia mfano kama sasa hivi tunatengeneza display, touch screen display. Nikiingia katika ule mchakato nikachanganya yale material ma chemical tukapata ile display inafanyikaje. Ni rahisi sana kuja kuitengeneza ile product. Ukishakuja kupata pesa ni rahisi sana kuinvest vizuri sana kwenye ile product. Mimi nadhani nafikiria hivyo kwa sababu kwa experience yangu baada ya kujenga hizi solutions kadhaa mpaka hapa nilipofikia. Kwa hapo kwenye kuvumilia mchakato hapo ndo naanza kumuelewa sasa mmiliki wa baba bwana Jack Ma. Aliwahi kusema kitu kimoja kwamba leo jana ni ngumu, leo ni ngumu zaidi na kesho ni ngumu pia, lakini kesho, siku inayofuata baada ya kesho ni nzuri. Watu wengi wanakufa kesho asubuhi kwa maana inawakuta wameshachoka, wanatamani waendelee mbele zaidi, lakini wana give up, wakati kumbe ndo tayari wanakuta wamekaribia ile point ambayo wengi tunakufa sana. Nakufa sio kwamba mtu anakufa amezikwa, na ndio kuna usema anasema watu wanakufa kwenye miaka 25 lakini wanakuja kuzikwa na miaka 60 miaka 60 70, kwa sababu kufika pale ana give up, anakubali tu ule okay, na sisi tu hawa wazo langu limekataliwa bana, kwa vile kile tulikuwa tu kawaida. Nilikuwa na wazo la kuzalisha kampuni kubwa hapo hivi, simu zetu zingepata tokea nchini hapa. Kwa hiyo kumbe tunabidi tuendelee kupush, tusiishie tu leo. Ila kitu ambacho kinakuwa kina changamoto kubwa sana ambacho naweza nikakielezea, labda naweza nikasema hali yetu sisi, sijui niseme labda kutokana na kwamba mtu anakuwa na timeline ndogo sana ya kusurvive kazi mahali, labda kutokana na changamoto ya hivyo vitu, ndio kuendelea kulipa kodi hivyo, yani anashindwa jinsi ya kuaccommodate hivyo vitu mwanzo na kuvivumilia. Sasa mchakato wake mgumu, anataka aanzishe kitu leo kipate soko kesho, kiuze kesho, lakini utakuta kuna baadhi ya vitu vinachukua mchakato wa miaka 10. Nadhani umeona mfano. Mimi nampongeza sana huyu bwana, natamani hata atuambie yeye anatumia simu gani, kwa kuwa anatuelekeza huyu Masudi Kipanya. Namfuatilia sana bwana Masudi Kipanya. Sijui mwaka wangapi huo, lakini bado sijajua kama ameshazitoa gari zake, labda anaziuza tayari watu wanazitumia, lakini bado yuko kujenga prototype. Ni series ya prototype kadhaa. So far labda mpaka sasa hivi labda anaweza kama amefikia kutengeneza gari kamili au VX akijui labda atasema mwenyewe. Lakini toka ameanza kumesikia ile gari mpaka leo bado haijaanza kuuza. Ni mgani, lakini bado engineers watalipwa. Kama ni kula yeye atapata kwa zaidi ya miaka 10. Sijajua mwaka wangapi, lakini inaweza ikawa ni miaka imeshafika miaka 5 hadi 6. Lazima familia yake ile, lazima alipe bills, lazima kila kitu lazima kiendelee kama kinavyohitajika. Na ndio huo mfano ambao hata sisi tumeshakupitia. Nadhani ile inapelekea mtu kurush ile process kwamba iende fast. Lakini naweza nikakwambia hizi issues na take time. Sasa kwenye issue ya teknolojia mpaka inakuja inafanya vizuri, take time. Ukianza kuangalia OpenAI, ChatGPT, research zake zimeanza kufanyika, unazisikia kwa research details za mwaka 2008. Lakini almost imekuja kwenye peak kuanzia 2018, 19, 20, 22 naweza kusema ndio tumeanza watu wengi sana kutumia hapo. Lakini muda mrefu sasa, ule muda sisi kwetu hatuwezi. Ndio tunachofanya tushindwe kuvumilia katika mchakato. Kitu kingine ambacho naweza kukiongelea kwenye mchakato, mtu anaweza kawa na idea moja, mimi ni best engineer, najua jinsi gani ya kutengeneza labda softwares, ndio, lakini elimu zingine sina, kama kifedha, jinsi gani ya kufuata process ya una financial education. Nadhani wenzetu wana advantage kubwa sana ya hichi kitu inaitwa raise fundraising. Kwa maana kwamba anaanza anajenga prototype, akishajenga prototype kuna kitu anaanza pre-seed, kuwekeza katika mbegu, anapata series A, series B, whatever, mpaka anakuja pre-IPO, IPO, then anakuja public, ndio.
kwa sababu wao wanaamini katika kujenga kile kitu katika wengi. Kwenye pointi ya kwanza kwa anaruhusu watu wengine nao waweke waweze kutia mkono, lakini wao watu watakuja mpaka nadhani ukishafika kwenye prototype ndio watapata watu wengi sana. Kwa nadhani hiyo process inakuwa rush kutokana labda na hali zetu. Tunashindwa kuvumilia ile miaka ya ujengaji. Kwa hatuwezi kuvumilia ile process. Sawa sana, najaribu kuelewa. Kwa hiyo ni wito wako watu wengi tuwe sehemu ya kuvumilia ule mchakato. Na mchakato pia unaweza usiwe mrahisi sana, kwa mchakato unaweza ukawa ni wa maumivu, lakini inabidi tuweze kukubali kuvumilia mchakato. Ingekuwa ni rahisi sana, ndio maana hata namba ya watu wengi waliofanikiwa katika hizi sessions so wengi katika hizi industry so wengi, kwa sababu ni mchakato mgumu na wengi wetu hatuwezi kuvumilia ule mchakato. We want fast money. Ndio maana watu wengi tunaongelea kwenye biashara, buying and selling, chukua hiki si niuze wapi, fight demand na nini whatever. Lakini kwenye issue ya creation hatuwezi. Kuna watu wanaelezea ChatGPT kama wanaitengeneza jinsi models zinatrainiwa, jinsi gani machine learning, sijui wanakuja kwenye mambo ya GPU, wanaelezea vizuri sana. Kwa hiyo mimi wanafahamu. Kwa yeye yuko tayari kuelezea watu jinsi gani anafanya kazi na jinsi ya kutumia apate pesa, kwa sababu si fast. Lakini sio kwenye process ya kuijenga kwamba namna gani sisi kama Watanzania au sisi kama Waafrika tunaweza tukajenga hiki kitu. Na vitu viko vingi. Vitu viko vingi sana. Okay, Mr. Ghost, na nazidi kukuelewa na imekuwa ni manufaa sana. Imekuwa ni manufaa sana. Nazidi kupanuka ubongo na nazidi kuelewa ni kwa nini tunaendelea kuwa watumiaji tu. Tunakuwa upande wa watumiaji. Sasa ni sababu gani nyingine ambayo inatufanya sisi tuendelee kuwa watumiaji? Kabla sijaenda kwenye sababu nyingine, mimi nipende kutoa wito sana. Investors. Unajua nikisema investors mtu anataka na hiti labda na mabilioni. Watu wengi investors. Tusilithi yale ambayo tunaambiwa kwamba lazima tuwekeze katika physical assets. Nyumba, majengo, mahoteli, whatever. List ambavyo tunaviona, viwanja. Katika era ambayo ya kuzingatia sana ni kuhakikisha kwamba tunawekeza katika hizo digital assets. Digital asset mfano kama zipi na zipi hivi? Digital asset ni asset ambazo sio physical kama ambavyo tumezoea nyumba na nini. Nyumba, viwanja, viwanda ya. Digital asset ni zile asset ambazo zime softwares. Unaona? Softwares moja inaweza ka accommodate millions of users. If millions of users, mimi naweza kusema leo mfano I don't know how much you pay every day kwenye ads kwenye Instagram ni siri yako. Lakini na imani unalipia matangazo. Sio analipia. Sio peke yako, ni wengi sana. Na hapa ni Tanzania peke yake. Yule mtu unamlipa yuko kule. It's kind of digital asset. Tunamlipa pesa nyingi sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vitu vinakuwa kwenye audience wengi. So hizo ndo digital asset na zinalipa sana sababu zenyewe hazina limitation of user. Mimi nikijenga leo nyumba ya vyumba vitatu, there is no way itakuwa vyumba 6. Lakini digital asset just to facilitate of the technologies chache ina community millions of users, naweza kaongezeka muda wowote, ina facilities. So mimi nadhani ni waalike watu wengi sana, investors wengi sana wawekeze katika digital asset. Sasa utazijuaje hizi digitals? Meza ile Microsoft Tech Summit watu wakifika, umeona seeing is believing. Unajua ukishaona unaamini kwamba nimeona mtu ana prototype na lazima pale watu present ideas. Nadhani no ideas project, startup project. So utaona kwamba okay, hii project bora kama inaondoka, ni just support chache. Ni kuzingatia sasa njia nzuri za uwekezaji, kujifunza uwekezaji unatakiwa. Kwa kwenye Microsoft Tech Summit kutakuwa na watu ambao wana tayari hivi vitu wameshaanza kutoka kwenye stage ya idea, wameshaenda kuviweka kwenye prototype. Ni project kabisa ambazo wakiwa vitu labda uwekezaji au vitu vichache. Umeona? Nadhani tukipata elimu jinsi ya kuwekeza tukajua okay, watu wanaotaka watu wawekeze wao na nini. Nadhani ni tukio muhimu sana ambalo Watanzania wengi inabidi waweze kuparticipate.